Movie yetu ya leo inaanzia kwenye hii nyumba. Kuna jamaa anaingia na kumsalimia madam. Za asubuhi mama. Nikusaidia nini? Sasa kuna huyu jamaa anaongea sana. Huyu jamaa anaitwa Nonsa, ni mpishi katika hii nyumba. Madam, huyu jamaa anatafuta kazi ya ulinzi huyu. Sijakuuliza wewe Nonsa. Hebu nenda jikoni huko. Unaongea sana wewe. Samahani kwa ile. Ulikuwa unasemaje? Naulizia kama kuna nafasi yote ya kazi za ndani mama. Nonsa huwa anafanya kazi zote za humu ndani. Kwa sasa nafasi iliyopo ni ya ulinzi tu. Hata hiyo nitafanya mama. Sawa. Lakini umejuaje kama kuna nafasi ya kazi hapa? Hapana mama, sikujua. Nilikuwa napita tu kila nyumba kuulizia. Huyu jamaa anaitwa Buchi. Kesho yake tayari Buchi ameshaanza kazi. Akawa anasafisha gari la madam. Mara madam anatoka tayari kwa kwenda kazini. Jioni madam anarudi, lakini bila gari. Mama, gari liko wapi? Yaani lile gari kama angekuwa mtu ningempasua leo. Imekuwaje tena mama? Gari liniharibikia kazini. Mfanyakazi mwenzangu akanitengenezea. Nimekuja nalo sina shangaa limeharibika tena hapo mbele. Ikabidi niliache nitembee kwa miguu. Lakini mama, huwezi kuacha gari kalala nje. Sasa kwa hiyo ningelibeba kichwani? Sijamaanisha hivyo. Naweza kwenda kuliangalia. Kwani wewe ni fundi magari pia? Najua kidogo kuhusu magari. Sawa, basi madam anampa Buchi funguo za gari na kumtaka kuwa makini asiharibu kitu. Baada ya muda kidogo Buchi anarudi na gari likiwa zima kabisa tayari amesharekebisha. Analipaki na kuingia ndani. Akiwa ndani anataka kwenda chumbani kwa madam kurudisha funguo za gari. Lakini Nonsa hakubaliana naye kabisa, anamzuia asipite. Anamuuliza unaenda wapi? Naenda chumbani kwa madam. Nonsa anamwangalia kwa dharau pale. Unaenda chumbani kwa madam kufanya nini? Narudisha funguo za gari ya madam. Nonsa anacheka kwa dharau sana na kumwambia, unaenda chumbani kwa madam kuweka funguo za gari. Ambacho mimi sielewi ni kwamba ina maana nyumba nzima hii hakuna sehemu ambayo hizo funguo zinaweza kukaa. Yaani eneo lote hili, sebuleni, jikoni, hapo sehemu ya chakula. Yaani hasitoshi kuweka hizo funguo mpaka uende chumbani kwa madam, ndio? Unataka kwenda kutafuta nini kule chumbani wewe? Hivi kitu gani hasa katika akili yako unachowaza kuwa ukienda kule utakikuta? Wewe kijana wewe. Hayo mambo yako yatakuweka pabaya hayo. Ukimkuta ametoka kuoga je na anajifuta sehemu yetu utasemaje? Mara madam akawa anashuka kutoka chumbani kwake, akawa anamuuliza Buchi kuhusu gari lake. Liko sawa mama, tayari nimeshalifiksi na nimelileta. Kweli? Ndio mama. Nonsa anamdharau sana Buchi. Basi akawa anamwambia madam kuwa huyu jamaa ni muongo. Kwa nini asiseme ukweli tu kuwa gari limetengenezwa na fundi alafu yeye ndio kalileta? Yaani Nonsa hata kusika kabisa kwa Buchi kafanya kila kitu. Kwa hiyo wewe unajiona master wa kila kitu Yaani unajua kila kitu. Kwani tu usiseme ukweli kuwa ndio umelileta gari lakini baada ya fundi kulitengeneza? Mwishowe madam akaonesiwe tabu. Akamuuliza Nonsa kama amemaliza kupika. Akasema ndio na ameshaandaa mezani huku akionyesha. Madam akamwambia sawa na kumtaka arudi jikoni na kuendelea na kazi zingine. Lakini kabla hajaondoka Nonsa akamwambia Buchi na yeye atoke hapo aende kwenye kazi yake. Yaani Nonsa hataki kitu chochote kuhusu Buchi. Madam amekaa zake sebeni, mara mlango unafunguliwa na kuna jamaa anaingia. Madam anastuka. Unatafuta nini hapa? Huyu jamaa ni bwana yake madam. Mpenzi, usiniambie bado una hasira kwa kilichotokea jana. Nimekwambia sikutaki tena. Hakuna kitu kama hicho mpenzi. Haiwezekani ghafla tu useme unitaki tena. Kwanza sio wewe ulianzisha haya mahusiano. Madam akacheka kwa dharau. Ndio. Mimi ndio nilianzisha haya mahusiano na mimi ndio nitaamua lini yaishe. Kwa sasa bado sijaamua. Tafadhali toka nje. Jamaa kwa jeuri huku akikaa akasema siendi popote. Akatoa kofia yake. Madam akaona akamuita Buchi. Alipokuja akamuuliza, "Kwa nini umeruhusu kituko kiingie ndani?" "Mama, amesema ni mchumba wako, ndio maana nikamruhusu." "Unaumwa wewe? Umechanganyikiwa? Ina maana mwendazime yote akija na kusema ni mchumba wangu utamruhusu kuingia ndani?" "Hapana mama." Jamaa akastuka. "Yaani unaniita mimi mwendazimu? Sikia Buchi, nakupa dakika 2 tu kukitoa hiki kibwengo nje, la sivyo nitakufuta kazi." Buchi akaona siwe shida, akamtaka jamaa atoke. "Usinishike wewe, muone kwanza." Buchi akamtoa jamaa nje. Madam akamuita Buchi na kumuonya, "Ukirudia tena huu ujinga wako kufungulia mlango watu wasioeleweka na kufukuza kazi. Tumeelewana?" "Ndio mama." Nonsa anamwambia Buchi kwamba anatoka aende zake supermarket kununua mazagazaga, maana alikuwa anaandaa maakuli ya jioni lakini kuna vitu vimepungua. Anamwomba amwangalizie jikoni. Nitachelewa kurudi kidogo, nitapitia kwa demu wangu anakaa maeneo ya huko, si unajua tena. Kwa hiyo wewe cheza kama Pele kama madam akiniulizia, sawa Sawa.
Leo madam katembelewa na rafiki yake aitwaye Zina. Basi madam anampa ubuyu wote waliotokea jana hadi akamfukuza bwana wake. Zina anamwambia, "Mimi nilikwambia siku nyingi tu achana naye huyu hafai, lakini wewe ukamngangania. Mimi nilikuwa najua hamna kitu pale. Afadhali mmeachana." Wakati wanaongea Buchi akawaletea vinywaji. Madam akawa anamuulizia kama Nonsa amesharudi. Sasa unajua Nonsa alimwambia Buchi acheze kama Pele. Buchi akasema bado hajarudi. Nimewasiliana naye akasema kuna foleni sana. Anahisi atachelewa kurudi. Madam akasema, "Sasa itakuwaje kuhusu chakula jamani? Ina maana leo ndio nitalala njaa?" "Usijali mama, ndio naandaa." "Unapika?" "Ndio mama." Madam akashangaa, "Kwani wewe pia ni shefu?" "Usijali mama, utafurahi." "Sawa." Kwa muda wote huo Zina alikuwa akimwangalia Buchi kwa kumtamani. Alivyoondoka tu akasema, "Jamani, huyu mkaka mzuri." Da! Madam akamwambia Zina, "Unajua huyu jamani mlinzi wangu wa getini?" "Ndio, hata kama mlinzi lakini mzuri." Baada ya muda Zina akaondoka zake. Madam akawa anamshukuru Buchi kwa chakula. Yaani kilikuwa kitamu sana, asante. Mara Nonsa anaingia akiwa anatoka kule alikokuwa ameenda. "Sorry madam, nimechelewa leo, kulikuwa na foleni sijawahi kuona." Madam akamwambia, "Usijali, Buchi aliniambia kila kitu." Buchi, nimeenjoy sana chakula. Yaani wewe una kipaji vingi sana." Buchi akasema, "Nashukuru kama umeenjoy mama." Nonsa akawa anashangaa tu pale. Madam huyo akaondoka zake. Buchi naye akawa anaondoka. Nonsa akamwambia, "Subiri kwanza." Madam kasema ameenjoy. "Kaenjoy nini?" "Chakula. Si uliniambia nikusaidie." "Unisaidie nini?" "Chakula wichi, chakula hau." Basi Nonsa akamvuta Buchi hadi jikoni na akaanza kumchamba. "Lakini uliniambia nikuangalizie jikoni." "Ndicho nilichofanya." "Nilikwambia uniangalizie, kwani nilikwambia upike?" "Hivi una shida gani wewe? Yaani hii ndio shida ya watu maskini. Hawajui mpaka yao kabisa. Ndio maana waendelei. Wewe umeambiwa uniangalizie, unaanza kushikashika vitu visivyokuhusu. Ulitumwa." Basi akamchimba mkwala pale. "Sikia nikwambie, kuanzia leo ukome kabisa kugusa jikoni. Hata kama una njaa kufa, yani paoni kama kilo cha polisi. Umesikia? Muangalie kwanza." Kama kawaida asubuhi madam anaenda zake kazini. Anamta Nonsa na kumwambia, "Kuna nguo zangu chafu ndani, baadaye utazipeka kwa dobi zikafuliwe, sawa "Sawa madam." Muda kidogo Nonsa anatoka nje na kumkuta Buchi amekaa zake. Anaanza kumchimba mkwala na kumtaka asimame. Buchi anamwambia, "Kwani vipi?" "Sio vipi. Ukiniona unatakiwa kusimama na kunifuata, sio unakaa tu. Kwani wewe huoni nimebeba mzigo? Hebu simama huko, njoo hapa nikutume." Nonsa anajifanya bosi na anamdharau sana Buchi. Sasa si unakumbuka madam alimwambia apeleke nguo zake zikafuliwe? Basi na yeye anamtuma Buchi, "Chukua huu mfuko. Yaani ukitoka tu kimbia hadi mwisho wa mtaa. Ukifika kule getini kata kulia, utaona kuna dobe pale. Mpe hizi nguo, mwambie za madam. Kwanza akiziona tu atajua zimetoka wapi. Haya, fanya faster." Jioni madam kashauri zake kazini kwa sababu amekaa. Mara Buchi anaingia na ule mfuko wa nguo. "Za jioni mama, nguo zako hizi hapa." Madam anazaangana kumuuliza, "Mbona leo hajazikunja vizuri?" Buchi anamwambia kuzipeleka kwa dobi, kazifua mwenyewe. Madam anashangaa, "Umefanya nini?" "Nilikuwa sina kazi yoyote mama. Nonsa alivyozileta nikaona kuliko kuzipeleka kwa dobi zikachukua siku 3 kurudi na bado ukawa umepoteza pesa zako, kwa nini sizifue mwenyewe tu?" "Ndio nikazifua mama." Madam anashangaa, "Kwanza nani alikuambia uzipeleke kwa dobi? Maana mimi nilimtuma Nonsa." "Ndio mama, ni Nonsa ndio alinituma." Jamani, anamuita pale, "Nonsa!" Nonsa anapokuja madam anamsujudia na kumuita bosi. "Mheshimiwa, habari yako mkuu? Kwa hiyo umekuwa bosi sasa na watumishi wako humu ndani, si ndio?" "Kivipi madam?" "Yaani mimi nikutuma kwa dobi na wewe unamtuma huyu." Madam, kumbe hivyo. Achana naye huyu asikusumbue. Mimi niliona hana kazi ya kufanya, maana nazulazula tu humu ndani. Nikaona ngoja nimpe kazi ya kufanya kwanza." Bosi we. Sikia nikwambie, huu upuzi wako uliofanya ukirudia tena, nitakukata mshahara na kumpa huyu." "Umpe nani?" "Haiwezekani madam. Yaani mshahara wangu umpe huyu pimbi? Mbona kitaumana?" Sasa jaribu tena uone. Hebu toka hapa." Basi madamu akamuomba radhi Buchi kwa usumbufu na akamshukuru kwa kufua nguo zake, lakini akamtaka siku nyingine asizifue bali azipeleke kwa dobi. Basi bwana, Nonsa anamfuata Buchi getini. "Njoo hapa mjinga mmoja wewe." Unajua amekasirika tena kwa nini Buchi alipeleka zile nguo kwa madam. "Ujinga gani ule ulikofanya?" "Nimefanya nini?" "Nimekupa nguo, nimekuambia peleka kwa dobi. Nilikwambia ufue. Mbona unapenda kufanya mambo ambayo hayakuhusu?" "Lakini mimi nitaka kusaidia tu." "Unataka kumsaidia nani? Nani anataka msaada wako?" "Sikia nikwambie wewe, unaona ujinga uliofanya uwe? Ukirudia tena
Yaani kati yangu mimi na wewe mmoja atakwenda hospitali. Umechanganyikiwa nini? Poa poa basi haina noma. Njoo hapa sijamaliza. Sijamaliza kuongea unaondoka. Lakini nimekuambia yaishe. Yaishe kitu gani? Sikia nikwambie, kazi yako wewe ni hapa getini. Yaani inaanzia hapa getini na inaishia hapa hapa. Yaani siku yoyote ngikuwa unafanya kitu ambacho hakikuhusu, yaani nitakupiga bonge la ngumi. Pumbavu mmoja huyo. Haya bwana nimekusikia. Njoo hapa. Jinga wewe. Yaani mimi naongea na wewe afu unaondoka. Unajikuta nani hasa? Sikia nikwambie, mimi na hasira ujue mimi na hasira mbaya. Muone kwanza. Haya bwana yaishe. Buchi anaongea na simu na wadogo zake. Wanamchanganya sana kwani wanapenda sana pesa. Wiki iliyopita tu aliwatumia pesa na leo wanataka tena. Analalamika na anamwambia yeye hana pesa hadi mwisho wa mwezi akipata mshahara. Hivi mnafikiri nyinyi mimi nafanya biashara gani huku? Nishawaambia mimi hadi mwisho wa mwezi ndio napata mshahara. Sikia niwaambie msinichanganye kabisa. Kama kuna mtu anataka pesa, kuna kitu chochote kinacha kufanya huko, subirieni mpaka mwisho wa mwezi. Nyewe vipi mnataka kuniua? Madam alikuwa anasikia kila kitu Buchi alichokuwa anazungumza na wadogo zake. Leo bwana shoga yake Madam Zina kaja tena. Anamsalimia Buchi na kumuuliza, "Rafiki yangu yupo?" Buchi anamwambia ndio yupo ndani. Basi Zina anamwangalia na kuambia Buchi kwa kumtamani kama kawaida yake. Anapoingia ndani anamwambia Madam, "Rafiki yangu, hivi una hakika kweli huyo ndio gateman wako, sio mtu mwingine kweli huyo?" Huko akichungulia dirishani. Madam anashangaa. "Kwani vipi? Yaani huyu kaka ni mzuri, wala tafai kwa gateman. Hebu njoo muangalie vizuri." Madam anaamka na kwenda dirishani kuchungulia. Zina anamwambia, "Tafadhali hebu muangalie vizuri kabisa huyu jamaa. Yaani mwanaume ndio anatakiwa awe hivi sasa." Madam anasema, "Hebu achana naye huyo." "Kwa nini?" Anaenda kukaa. Madam anamwambia, "Fungua macho yako wewe. Jamaa hana lolote, mbali ya kwamba ni mlinzi, lakini nimemsikia anaongea na wadogo zake. Yaani inaonekana hana kabisa chanzo kingine chochote cha pesa zaidi ya huu mshahara ninaompa." Si kwa sababu hana. Kwa hiyo wewe ndio mwanaume design hii unamtaka Unajua nini? Wengine sisi hatuna bahati kama wewe. Yaani unamuona huyu jamaa huyu, nitamchagua hata mara 1000. Wewe vipi wewe? Madam anampuuza na kuondoka zake. Basi Zina anarudi tena pale dirishani kumwangalia Buchi vizuri, kisha anatabasamu. Baada ya muda kidogo, Madam anarudi lakini hamuoni Zina. Anaita Zina, anamwangalia huku na huku lakini hamuoni. Mara anachungulia dirishani na kumuona Zina anaongea na Buchi. Anaita Zina. Rafiki yangu ananiita. "Nimefurahi kweli kuongea na wewe." "Mimi pia mama." Sio mama, naitwa Zina, okay? Bye. Bye. Anapoingia ndani Madam Kafura anamwambia Zina, "Sijapenda kabisa nilichokiona." "Kwani umeona nini?" Kuhusu Buchi." Basi Zina akaanza kumsifia Buchi pale, lakini Madam anamwambia pale, "Yule ni mlinzi wangu mimi." "Kwa hiyo sasa ni mlinzi wako?" "Ndio, lakini ni binadamu." "Sijasema kama sio binadamu. Unajua utamfanya aanze kunidharau." "Kukudharau kivipi yani? Kwa nini yani?" "Sikia Zina, na kuomba kaa mbali kabisa na Buchi. Kuna mamilioni ya wanaume huko nje, katafute mwingine." Basi Madam ananyanyuka kwa hasira na kuondoka zake. Siku ya leo Buchi anaingia ndani na kumshukuru Madam kwa kumlipa mshahara. "Mama, nimepata mshahara wangu, 1.5 ni pesa nyingi sana. Ni kwa kazi zote unazofanya." Wakati huo Nusa anachungulia na kusikiliza kila kitu. "Asante sana mama." Madam anamwambia, "Umekuwa ukifanya kazi vizuri sana. Endelea hivyo hivyo, unaweza kuongezeka tena." "Asante sana mama, nitafanya kazi kwa bidii zote." "Sawa." Kisha Buchi anamtazama Nusa kwa jicho la uponyonyo. Mara Nusa anakuja kwa Madam, anasimama bila kuongea kitu. Madam anamtizama tu, mwisho anamuuliza, "Shida nini wewe?" Nusa anasema, "Tangu nimeanza kufanya kazi hapa miaka mingi iliyopita, mshahara wangu uko pale pale yani, hata usogei. Lakini nashangaa huyu jamaa mwezi mmoja tu tayari mshahara wake umeshapanda." Nikasema nikuulize Madam, nimekufanya nini? Madam akamwambia, "Huyo jamaa unayesema anafanya zaidi ya kazi yake. Anaosha gari, anafua nguo zangu na anapika pia." Nusa akasema, "Sawa, lakini Madam, hizo kazi zote ulizosema hapa, kuna kazi hata moja ambayo mimi sijawahi kufanya? Au kuna ambayo uliniambia nifanye nikakataa kufanya? Kama chakula mimi sinapika, kwani yeye mara ngapi amepika hadi useme anapika?" Madam akasema, "Kila anachofanya mwenzako anafanya kwa hiari yake, wala sijawahi kumwambia kufanya." Nusa akasema, "Sawa, haina shida. Basi kuanzia leo na mimi nitafanya kila kitu. Nitafagia chumba chako kila siku asubuhi na kukideki. Nitasafisha nyumba, nitapika, nitaosha gari, yani nitafanya kila kitu hadi kazi yake ya getini nitamsaidia kufunga na kufungua. Si mshahara wangu hadi hapo utakuwa umepanda hadi 1.5. Madam akamwambia, "Mshahara wako utabaki pale pale hadi nitakapoona unachofanya. Tafadhali usinipe stress." Nusa anaingia ndani na kumkuta Buchi amejipinda mwenyewe, anasafisha ndani, anafuta vumbi pale. Nusa akawaka, "Oya, unafanya nini hapa?"
nilikuja kunywa maji, nikaona hapa pachafu, nikaona ngoja nisaidie kusafisha. Nonsa akamwambia hebu subiri kwanza. Akaanza kumsanifu pale. Ulikuwa na kiu, koo lako lilikauka, si ndio? Hujanywa maji mwaka wote huu. Ndio umekuja kunywa maji kwa mara ya kwanza katika huu mwaka, Ukagundua hii nyumba haijasafishwa kwa takriban miaka 2 hivi. Ukaona utusaidie kusafisha, si ndio? Unaweza kuangalia kuna vumbi hapa, we mweu nini? Unakichaa. Yani leo iwe mwanzo na mwisho katika maisha yako yote. Yani hadi unakufa kuingia hapa na kujidai unasafisha. Kivipi yani? Nitaka kusaidia tu. We kelele kule. Unataka kumsaidia nani? Unafikiri sijui nia yako? Unataka kuonekana unajituma, unafanya kazi nyingi, mchapa kazi hodari, ili kuongeza mshahara ufike hadi 200,000, si ndio? Hapana, sio nia yangu hiyo. Sio nia yako. Nia yako ipi kumbe? Ogasikia. Nimeshakusoma akili yako, nimeshaijua. Basi Nonsa akaanza kumsorola Buchi pale, anampa maneno kibao ya kumkashfu. Na akamwambia yani hata awe na kiu ya maji na anakaribia kufa, asijaribu hata siku moja kuingia ndani. Na akimkuta atamvunja miguu. Hebu toka hapa. Unataka kusaidia kusafisha eti pachafu. Wapi pachafu hapa? Nyumba safi kabisa hii. Hebu ona chafu wapi? Uchafu uko wapi hapa? Madam karudi kutoka kazi anapiga honi lakini geti halifunguliwi. Buchi yuko ndani amekaa tu. Madam yuko na rafiki yake Zina. Anajiuliza, huyu mbona afungui geti? Mwisho Zina anasema, ngoja mimi niende nikamtizame kwanza. Anashuka na kuingia ndani. Anamuita Buchi. Buchi amekaa tu. Anamsogea na kumgusi. Buchi anastuka na kukurupuka. Kumbe alikuwa amezama kwenye mawazo. Anaenda kufungua geti na madam anaingiza gari. Kisha madam anamuuliza, kulikoni? Yani kamlipa mshahara jana tu na leo anaonyesha dharau. Buchi anaomba msamaha pale. Madam anamwambia usirudie tena ujinga wako. Zina alihisi kabisa kama Buchi haiko sawa. Anatoka nje na kumuuliza, una shida gani wewe? Niko poa mama. Hebu acha kunidanganya. Niambie tatizo ni nini? Kitu gani kinaendelea? Ni mdogo wangu. Amefanya nini? Amekimbizwa hospitali. Inatakiwa pesa na mimi sina. Lakini si nimemsikia rafiki yangu anasema amekulipa mshahara jana tu. Ndio, niliwatumia wadogo zangu wengine kwa sababu wanasoma nikawalipia ada. Pole kwa matatizo ya mdogo wako. Zina pale anamuuliza, "Natakiwa kiasi gani kwa hayo matibabu?" Ni pesa kidogo tu kwa ajili ya dawa. Ndio, ni kama shilingi ngapi? Ni kiasi chochote tu ambacho nza nikamtumia. Basi Zina anatoa hela pale na kumpa. Lakini Buchi anakataa. Hata Zina anapojaribu kumbembeleza, chukua hizi pesa nimekwambia. Buchi anakataa kata. Zina anamwambia, wewe ukoje wewe? Mimi nakupa hizi pesa tu chukua. Buchi hataki kabisa. Mwisho akamwambia, basi chukua. Ukipata tanirudishia. Buchi akamwambia, kama hivyo basi sawa. Akapokea zile pesa na akashukuru. Basi Zina akana muangalia tu pale. Madam yuko ndani amekasirika kweli. Zina anapoingia madam anamwambia hajapenda alichofanya. Nimefanya nini kwani? Madam anamwambia amemuona kata akimpa pesa Buchi. Ameniambia mdogo wake anaumwa, amepelekwa hospitali na yeye hana pesa ya dawa. Ndio nikampa. Lakini si nimemlipa pesa jana tu. Ndio ameniambia, lakini ana wadogo zake wengine 2 wanaosoma, amewalipia ada pesa zote kwani ni jukumu lake. Pale alipo hana hata mbuni. Madam akashangaa. Wow, yani unamjua mfanyakazi wangu kuliko hata mimi. Hata hivyo ninachosema siku nyingine ukitaka kumsaidia nishirikishe uniambie. Sawa mheshimiwa. Madam anamuita Buchi na kuanza kumfokea. Anamwambia kuna kitu hapendi kama dharau. Kuna kitu nimefanya mama. Nimeona ukipewa pesa. Anamwambia inakuaje anaanza kuomba pesa kwa rafiki yake kwa kisingizio cha kwamba ana matatizo ya kifamilia. Hapana mama, mimi sijaomba kitu. Nilikuwa nimekaa zangu tu. Nilikuwa na huzuni kidogo ndio. Na rafiki yako alipokuja akagundua kwamba nina huzuni, akaniuliza tatizo, nikamwambia kwamba mdogo wangu anaumwa na mimi sina pesa. Ndio akajitolea kunipa pesa, lakini mimi nikazikataa. Akanisisitiza nisichukue na kwamba nitamlipa nikipata pesa, ndio nikachukua. Mama mimi siwezi kujishusha kiasi hicho, na hata nikasema uongo kuhusu mdogo wangu kuumwa. Madam akamwambia, mimi ni bosi wako. Una shida yoyote? Njoo uniambie. Hapana mama, haileti picha nzuri. Yani umetoka kunipa mshahara jana tu na leo nianze kuomba tena pesa na kulia shida zangu. Naweza kuzirudisha pesa mama kama zinaita shida. Hapana, kanazo tu haina shida. Siku nyingine niambie mimi. Sawa? Sawa mama.
Leo madam anaporudi kutoka kazini, ghafla anadondoka na Buchi anamsaidia na kumpeleka chumbani. Madam, ngoja nimpige daktari wako. Hapana, ni uchovu tu, pia ni kichwa kinaniuma sana. Basi ngoja nikakuchukulia dawa pharmacy. Basi Buchi anatoka faster. Anaporudi anakutana na Nusa ambaye anamzuia kuingia ndani. Anamtaka ampe hizo dawa ili yeye ndo apeleke. Hebu leta hizo dawa hapa nipeleke. Nenda kakae getini huko. Buchi anamshangaa, anamwambia, hebu niache nikamhudumie madam. We hutaweza kujua maelekezo ya hizi dawa. Basi Nusa anamwambia, wacha wewe waziri wa afya. Basi wanazozana pale, mwisho Buchi anaona unijui wewe kumbe. Anamsukumiza huku na Nusa anadunduka kwenye kochi. Buchi huyo anaenda zake ndani. Nusa anasema, unanisukumiza umechokoza nyuki, utarudi hapa. Buchi yupo wangu anamhudumia bosi wake. Anashuka kutoka chumbani kwa madam, anamtaka Nusa ampe chakula ampeleke madam ili aweze kunywa dawa. Basi Nusa ambaye alikuwa amekaa kwenye kochi kama hamsikii vile, kapiga kimya tu. Nusa, anaongea na wewe, nahitaji chakula ili madam anywe dawa. Basi akaanza kumtoka mapovu pale, si ana hasira. Mimi nanihusu nini? Kwa hiyo wewe unaniambia madam anataka chakula? Nani anafanya kazi kwenye mgahawa hapa? Kwa hiyo mimi ndio mhudumu sasa. Umeoda chakula nikuletee, si ndio? Basi akanyanyuka pale. Hivyo jamaa una matatizo gani? Buchi akamwambia, anayetaka chakula sio mimi, ni madam. Au nikamwambia umekataa kumpa chakula? Subiri kwanza wewe. Basi akamchimba mkwala pale akimwambia umeamsha hasira zake na atamuonyesha. Leo madam anajisikia vizuri kidogo. Anashuka kutoka chumbani na kumkuta Buchi amelala kwenye kochi. Si unajua siku kucha alikuwa anamhudumia bosi. Madam anamamsha, Buchi, mama, unaendelea vizuri Ndiyo, asante. Asante ya nini? Ya kunihudumia. Nimefanya kama binadamu, hata mtu mwingine anaweza kufanya hivyo. Sio jukumu lako la kazi, kwa hiyo lazima nikushukuru. Najua, lakini sipendi kitu kibaki kutokea nikajikuta narudi kwenye kazi yangu ya zamani. Basi kabla madam hajajua Buchi alikuwa akifanya kazi gani zamani, akawa anajisikia vibaya na Buchi akamtaka akapumzike. Madam basi anamwangalia Buchi na anajikuta kama anamuelewa hivi, lakini anajiongelesha mwenyewe kimoyomoyo. Mbona kama namuelewa hivi? Ni gentleman kweli yani. Nilikuwa namchukulia poa, lakini tangu nione Zina akimpa pesa, nimekuwa namuwaza sana. Kesho yake madam anamuita Buchi, anataka kuongea naye. Kaa hapo, hebu niambie kuhusu wewe, elimu yako, mahusiano, familia, kazi yako ya zamani kabla ya hii. Yaani niambie kila kitu. Buchi anajiweka sawa pale. Nina degree ya mass communication, akimaanisha ana shahada ya mawasiliano ya umma. Haishangazi maana naongea Kiingereza kizuri sana. Wazazi wangu wote walishafariki. Naishi na wadogo zangu 3 ambao wananitegemea. Na sijawahi kuwa kwenye mahusiano kwa sababu nahofia kushindwa kuhudumia. Nitampa nini mtoto wa watu na mimi sina kitu? Kwa hiyo sina demu. Na kuhusu kazi yangu ya zamani, hiyo si unaijua? Madam akasema, hapana sijui. Hukunitambua nilipokuja kuomba hii kazi? Kwani si ndio ilikuwa mara ya kwanza tunaonana au? Hapana mama. Ulikuwa ukiniona getini kwako kila siku nikizoa taka. Taka? Ndiyo. Basi Buchi akamwambia alikuwa akifanya kazi kwenye kampuni ya kuzoa takataka na yeye alipangiwa eneo hilo. Basi madam anashangaa na kuishiwa pozi kabisa. Madam anaongea na Zina, anambia mwenzangu, jamaa zamani si alikuwa mzoa taka? We, usiniambie. Ndiyo, kanambia mwenyewe. Kanambia hadi aliniona nilipomfukuza mlinzi wangu wa zamani na ndio maana akaja kuomba hiyo nafasi. Zina akaonekana kufurahia kabisa. Yeye kwake hilo ni jambo jema. Atatumia kama kigezo. Anajua jamaa hana pesa. Hivyo akiwa naye anaweza kumpiga sopusopu na kumpa masharti. Nitaweza kumcontrol na akawa wangu peke yangu. Madam anashangaa. Kwa hiyo una mpango wa kudate naye? Ndiyo. Ndio manake nimeshakuwa na wanaume matajiri kibao, lakini sikuwa na furaha wala amani, nipasua kichwa wale. Huyu nitamfanya nitakavyo mimi, yani atakuwa wangu peke yangu, wala sitashia na mwanamke mwingine yeyote. Leo tena Zina anaongea na Buchi. Wameshazoeana sasa hawa. Katikati ya maongezi Zina anamwambia Buchi kwamba anampenda na anataka wawe zaidi ya marafiki. Buchi anamwambia, Zina, naona unanitania sasa. Mwanamke mzuri na mwenye pesa kama wewe, utakuwaje na mtu kama mimi? Mlinzi tu wa getini, sina cha kukupa. Hiyo haiwezekani. Lakini Zina anamwambia, usijali, kwa muda wote nilokufahamu nimekuona wewe ni mtu mzuri. Haijalishi unafanya kazi gani. Hiyo niachie mimi. Nataka kuwa na wewe nikujue zaidi. Naona unanifaa. Buchi anamwambia mpe muda wa kutafakari. Sawa, lakini ningependa kukutoa out siku ambayo utakuwa mapumziko. Buchi anakubali. Leo ndo ile siku Zina amemtoa Buchi out. Wanaporudi Buchi anamshukuru sana Zina. Asante kwa kunitoa out. Nimeenjoy sana leo. Nafurahi kusikia umeenjoy. Kwa hiyo tutatoka tena Sawa, haina shida. Lakini itabidi mpaka siku nyingine ambayo niko off. Haina shida, kwa kuwa anaweza kuja hapa na kukuona. Kwangu inatosha kabisa. Basi wanaagana na kisha wanakumbatiana.
Kumbe kwa wakati wote madam alikuwa akichungula dirishani. Anafungua mlango na kumwita, Buchi, njoo hapa. Alipoingia madam anamwambia, kile nilichokiona maana yake nini? Kwani umeona nini mama? Jana unaniuliza kama nimeona nini? Kwa hiyo sasa hizi unaita wanawake paka nyumbani kwangu Mama, mimi sijaita mwanamke. Hiyo si rafiki yako. Oh, ni rafiki yangu Kwa hiyo yule sio mwanamke, ni mwanaume. Au alikuja hapa kuniona mimi? Alikuja kunirudisha tulitoka. Nani anajali kama mlitoka au mliingia? Hizo sio shida zangu. Lakini mama, samahani, lakini leo si siku yangu ya mapumziko na jinsi ninavyoamua kuitumia haipaswi kukusumbua. Wow, basi madam akaona kama amekosewa adabu. Unasemaje wewe? Unajua nini? Kuanzia leo hautakuwa na mapumziko. Utafanya kazi siku zote 7 za wiki. Haya, kabadilisha haraka hizo nguo na uende katika eneo lako la kazi. Au kuna shida? Basi kwa huzuni Buchi anasema hamna mama, na anaondoka zake. Buchi anaongea na Zina, anamwambia, anashangaa kwa nini bosi wake amekasirika. Usijali, nitaongea naye, si unajua sisi ni mabesti, tunajuana. Mara madam anarudi kutoka kazini. Zina anasimama kumsalimia. Madam anamwangalia. Buchi naye anamsalimia, lakini madam kalabati anawatizama wote kama nyanya mbichi, na kisha anapita na kwenda zake ndani. Madam anamuita Buchi, anamtaka kukaa mbali na rafiki yake Zina. Sitaki kukuona naye popote pale. Usambona kama mkwala wa demu kwa bwana yake. Yaani hapa madam kama anaona wivu hivi. Buchi anamwambia, sio kweli mama, hiyo haiwezekani. Madam haamini, anacheka kwa dharau. Kwa hiyo sasa unajeuri ya kunijibisha kwa sababu unatoka na rafiki yangu? Unaona tuko sawa Sio hivyo mama, jinsi unavyoongea ni kama unaniamrisha na kunifanya mtumwa. Aha, sawa, najua nini cha kufanya. Anamuita Nusa na kumtaka mletee karatasi na peni. Kisha anaandika na kumpa Buchi, anamwambia, nimekufuta kazi. Nusa anashtuka. Kusanya kila kilicho chako na uondoke kwangu. Mama, hatujafikia huko, tafadhali toka kwangu sasa hivi. Buchi bado anashangaa tu. Naenda juu, nikishuka chini bado upo hapa, utanitambua. Nonsa sasa kafurahije? Jamani, Mungu huyu. Mkakangu, ngoja nikuambie kitu. Bora uondoke haraka. Ukipoteza muda hapa, madam akishuka atakumwagia mafuta kupiga moto. Buchi yuko na begi lake anaondoka. Anakutana Zina nje. Yaani Sonia amekufukuza kazi kwa ajili yangu. Mbona hiyo roho mbaya sasa? Halafu anajifanya rafiki yangu. Basi Zina anamwambia Buchi asijali na anamtaka waondoke wote. Mara madam anatokea na kusema haendi popote huyo. Zina anamwambia, umemfuta kazi na sasa si mfanyakazi wako tena. Nimemfuta kazi Hebu nipe hiyo. Anaichukua ile barua ya kumwachisha kazi Buchi na kuichana. Anamwambia haendi popote hadi baada ya miezi 3 kutokana na mkataba wake wa kazi. Basi Zina na madam wanaanza kuzozana huku wakirushana maneno ya shombo. Una haya kabisa, unamlazimisha mtu kufanya kazi kwako. Basi Nusa naye akaingilia kati. Kweli kabisa madam, una haya wala aibu. Mruhusu huyu jamaa aondoke zake na huyo mwanamke unamngania wa nini? Nusa siampendi Buchi. Madam akastuka pale. Hebu kelele huko, funga bakuli lako. Nani kakuita hapa? Samahani madam, uko poa tu wewe na haya unayo. Samahani. Madam akamgeukia Zina. Wewe ndio huna haya. Unajipendekeza kwa mwanaume ambaye wala hana time na wewe. Basi wanazozana hapo. Mwisho madam anamwambia Buchi, sikia wewe, kabadilisha hizo nguo zako na vaa nguo za kazi uende kwenye eneo lako la kazi. Sawa? Na kisha anaondoka zake. Kesho yake madam anajutia kwa alichomfanyia Buchi. Anamuita na kumwomba msamaha. Buchi, nisamehe. Najua nimekukosea sana, lakini tafadhali naomba unisamehe. Buchi kwa unyonge anamwambia amemdhalilisha, amemvunjia heshima na kumfedhehesha sana. Umefanya nijione sina usemi wala haki juu ya maisha yangu. Zaidi ya hapo, yani una haki ya kunifuta kazi na hapo hapo kuniajiri tena. Inauma sana. Madam anamfuata Buchi na kumwambia wala hakutaka aondoke. Ni wivu tu uliokuwa unamsumbua. Buchi anastuka. Ukaribu wako na rafiki yangu ulinifanya niwe na wivu sana juu yako. Wivu? Wivu wa nini? Kwa sababu nakupenda sana Buchi. Basi Buchi akapigwa na ganzi, hana la kusema. Madam anamwambia, nimejitahidi sana kupambana hisia zangu juu yako, lakini kadri ninavyopambana ndio nazidi kuzama kwako. Lakini kama unataka kuwa na Zina, ni sawa tu, mimi nitaelewa. Niliona bora nikueleze juu ya hisia zangu hizi. Buchi ganzi bado haijaisha, anashangaa tu, bila kusema kitu ananyanyuka na kuondoka zake. Kesho yake madam anajiandaa kwenda kazini. Mara Buchi anakuja na kumsalimia. Za asubuhi mama. Madam anashangaa. Bado upo? Ndiyo, nilijua umeondoka. Kwenda kwa Zina? Hapana.
Najua Zina hanipendi. Anataka tu mtu ambaye ataweza kumdhibiti na kumtawala. Nilimsikia siku moja akiongea ulipomuuliza juu yangu. Madamu anaona noma pale. Kumbe. Basi madamu anapotaka kuondoka ili kuingia kwenye gari lake, Buchi anamvuta na kumpiga bunge la kisimsisimua pale. Anamtizama na kumwambia, tutaonana baadaye kutoka kazini, sawa? Basi madamu meno yote nje. Sawa. Basi bwana, ile madamu anaondoka tu, Nonsa huyo akamfuata Buchi, akamtizama kwa dharau, kisha akamuita Yuda. Unafikiri sijakuona? Nimekuona vizuri sana ukitoa busu la usaliti. Yaani kama lile alopigwa Yesu, na wewe umelichukua na kumpa madamu. Buchi anacheka tu. Wewe unafikiri mimi sijui? Unafikiri sijui nia yako? Mimi najua sana vijana kama wewe wanaojifanyaga handsome, wanazengazengea wake za watu, wanafuata mjishangazi nye pesa zao. Wakishapata cha kupata, hao wanaingia mitini. Unafikiri sijui? Buchi akamsogea na kumchimba mkwara. Sikia kijana, yani mimi ningekuwa wewe, ningekuwa rafiki yangu. Huwezi kujua. Yaani anataka kuondoka tu, Nonsa akamwambia, rudi hapa wewe. Ngoja nikuambie, najua sana. Unafikiri sijui? Najua vizuri. Unaona hizi mbombo zako unazofanya hizi zitakuishia pabaya, na kuambia wewe endelea mipango yako na mimi na mipango yangu. Buchi anaondoka. Pumbavu sana wewe. Yaani mtu umekuja juzi tu eti unataka kujifanya kontawa, unampiga busu madam. Yaani kama vile mimi nilio hapa siku zote sijui kubusu au. Jioni madamu anaporudi amejaa furaha kama zote. Habari za kazi. Madamu anacheka tu. Kazi ilikuwa nzuri tu, lakini ilikuwa na kuanza balaa. Kweli? Ndiyo. Nimekupikia. Kweli? Ndiyo. Ingawa ilibidi nigombane na Nonsa kwanza. Madamu anacheka. Nonsa anakera sana ujue, lakini mtu poa sana. Najua. Kesho yake madam na Zina wapo kwenye gari. Madam anamuomba msamaha Zina baada ile juzi kugombana. Nisamee kwa kila kitu nilichofanya, nisamee kwa kutendea mabaya. Zina anamwangalia tu. Kusema kweli, siku zote nimekuwa nikimpenda sana Buchi, lakini nilikuwa napambana kuzuia hisia zangu, nikajikuta nashindwa kuvumilia, hasa mlipoanza kuwa na ukaribu uliopitiliza ambao ulinifanya nijisikie vibaya na nikawa na wasiwasi sana. Tafadhali nisamee na kuomba. Unajua umenifanya nijione mjinga sana rafiki yangu. Nisamee. Kwanza hata sikuwa nampenda kihivyo. Ni vile tu nilimwona ni mnyenyekevu, nikaona ningeweza kumdhibiti na kumweka karibu. Hatimaye wanasameheana. Zina anamuuliza madam kama ana furaha. Madam anacheka pale na kusema, "Wewe unaonaje kwani?" Anakuona na furaha. Basi wote wanacheka na urafiki wao unarudi kama mwanzo. Madam anatoka nje na kumkuta Buchi anasafisha gari. Jamani baby, hapana, huwezi kuendelea kuosha gari. Lakini ni kazi yangu. Hapana, kwa sasa sio mlinzi wangu tena. Tutatafuta mtu mwingine wa kufanya hii kazi. Hapana, nitaendelea kuwa mlinzi wako hadi nitakapopata kazi nyingine. Labda kama nakuaibisha. Hapana, sijamaanisha hivyo jamani. Basi sawa, haina shida. Okay, basi nenda kazini na usinimisi sana. Kisha anampiga busu. Nitakumisi sana jamani. Yaani nitakumisi sana. Nonsa bado amemkalia Buchi kooni. Kama kawaida anamwangalia kwa kumnyali. Kwani shida nini? Unaona huu upuzi unaofanya? Huu ujinga wako unaofanya wa kujidai kumpiga mabusu madam kila kona. Wewe endelea tu. Bila shaka umesikia maneno ya mwisho ya madam aliyokuambia kwamba atakumisi sana. Sasa mimi nakwambia atakumisi sana. Pale utakapokufa. Buchi anashangaa. Ndiyo, yani ukishafanya ujinga wako utakufa, na ukifa kila mtu atakumisi manina. Tena mimi ndo nitakumisi kinoma mpombavu wewe. Unakuja hapa unaacha kufanya kazi iliyokuleta, unambusubusu mwenye nyumba. Wewe naona hutaki kazi wewe. Unasemaje? Muoneni huyu. Yani wewe unifukuze kazi mimi? Kama nani haswa? Kuna kitu kinakusumbua wewe, lione kwanza. Madam amekaa sebleni. Buchi anaingia na kukaa. Madam huko akitabasamu anamwambia, "Otea nini baby?" Anamtoa kofia. "Otea, hebu ngoja kwanza." Anamuita Nonsa. Yani huyu hadi nimuite mara 2. Si unamjua tena. "Wewe Nonsa, yani hadi nikuite mara 2?" Samani madam, usimaindi. "Lete glasi 2 za wine." Unamaanisha nikuletee chupa 2 za wine? Glasi 2 na chupa 1 ya wine. Sawa. Unataka kunywa wine kwa hiyo nikuletee wine unywe. Nonsa, nimekwambia lete wine na glasi 2.
Madam anamwambia Buchi, unajua nini? Nimekupatia kazi ofisini kwangu. Nini? Mungu wangu. Ngoja kwanza kabla hujaanza kufurahia. Mshahara ni mdogo. Kwa furaha Buchi anasema, usijali, mimi nitapokea wowote, hebu njoo hapa. Anamvuta na kumkumbatia. Mara Nonsa anakuja huku akipiga. Buchi anamwangalia kwa mshangao. Nonsa kashika chupa ya wine na glasi moja. Nimekuambia glasi 2. Ndio hii hapa madam. Nonsa usinikasilishe nakwambia. Madam, hebu subiri kwanza. Glasi 2 zote za nini? Kwani unataka kunywa wine na nani? Basi madam akazidi kukasirika. Naona unataka kunipanda kichwani sasa. Hivi una matatizo gani? Mwisho Buchi akaamua kuingilia kati. Baby, it's okay, calm down. Vitu vidogo hivi, ngoja niongee naye. Akanyanyuka na kumsogeza Nonsa pembeni na kuanza kuongea naye kiume. Sikia nikwambie mwanangu, mimi nakuelewa sana tu. Mimi najua unanidharau na unaona kabisa kwamba ustahili kunihudumia. Lakini utafanaje sasa? Maana madamu wako, mimi ndo mwanamke wangu sasa. Nonsa anamwangalia pale. Ndio ishakuwa hivyo tena, hauna jinsi. Sasa sikia, madamu akiwepo naomba unipe heshima yangu, sawa? Lakini kama haipo fresh tu, unaweza kunitukana, hata kunita majina yote akashfa unayotaka. Mimi nitakubali. Lakini mbele ya mwanamke wangu, naomba heshima iwepo. Umenielewa? Nonsa anashusha pumzi ya moto pale. Nimekuelewa. Haya, nenda kati hiyo glasi nyingine. Ila sema nini mwanangu? Wewe una bahati sana. Buchi anarudi kwa madam. Niambie baby, uko poa? Ndio. Mlikuwa mnaongea nini? Mambo ya kiume, si unajua tena. Sawa. Nonsa tunasubiri hiyo glasi. Basi glasi inaletwa na mimi mvinyo pale na kupiga cheers wakitakiana maisha mema yenye furaha. Na huo ndio unakuwa mwisho wa filamu yetu. Hadi wakati mwingine. Bye bye.